Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeamua kuwekeza kwenye ufundi ili Watanzania waweze kujikomboa katika uchumi. Hayo yamebainishwa leo Machi 21 mwaka huu 2025 na Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Biteko akimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kilele cha maadhimisho ya wiki ya miaka 50 ya utoaji elimu na mafunzo ya ufundi stadi nchini VETA iliyofanyika jijini Dar es Salaam. Dr. Biteko amesema kuwa serikali imeweka msukumo mkubwa katika ufundi stadi ili Watanzania wapate elimu yenye viwango vikubwa na ujuzi wa kuweza kujikomboa katika nyanja za kiuchumi na kijamii. Ni kawaida sana kuona mtoto ambaye amemaliza kidato cha 6 kwa mfano au pengine ana degree kabisa ya elimu fulani, lakini hawezi hata kujipikia chakula mwenyewe, anataka kuhudumiwa. Hawezi kujifulia nguo mwenyewe, anataka kuhudumiwa. Nikawa na watania, mnazalisha maofisa wa kuhudumiwa badala ya watu wa kuja kuhudumia jamii. Jambo hili ni hatari kwa taifa na ni lazima liangaliwe, na VETA mnayo nafasi kubwa ya kuziba hilo gap. Tuna uwezo mkubwa wa kubadilisha nchi yetu kama wote tutakubaliana kwamba watoto wetu wapate study fulani kwa ajili ya kubadilisha maisha. Na mtoto aangaliwe kitu gani anakipenda wakati wa kujifunza kwake. Katika elimu unapokuwa unafanya career development na monitoring ya mtoto, unamwangalia maisha yake shuleni, anapenda nini. Huyo mwelekeze kwenye hicho anachokipenda kwa kuperfect, kumpitisha kwenye mafunzo haya ya study ili kesho aweze kuwa na maana zaidi kwenye maisha yako. Hamna taifa lolote duniani unalolifahamu ambalo limeendelea bila kuwa na watu wenye study fulani za kuweza kutatua matatizo yake. Na ikiwa tutaacha kuwekeza kwenye kufundisha watoto wetu kwenye study, maana yake ni kwamba tutatafuta study hizo nje ya nchi kwa gharama kubwa, na matokeo yake kazi zozote tunazojenga, iwe kujenga barabara, kujenga nyumba, itakuwa na gharama kubwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ujuzi ama ufundi huo huupati ndani ya nchi, na matokeo yake itakuletea hasara kubwa.